Taito yangu ya leo inasema mambo ambayo watu wanamtuhumu mchungaji Mbarikiwa Mwakipesile. Serikali ya Tanzania, wakuu wa dini na baadhi ya watu wenye ufahamu wa chini ama wenye uelewa mdogo wanamtuhumu mchungaji Mbarikiwa Mwakipesile kwa mambo yafuatayo. Moja, eti anapambana na mamlaka. 2, eti anachanganya dini na siasa. 3, eti anajifanya ni wa kiroho peke yake kwa kuwashambulia watumishi wenzake. Nasema hayo yote si kweli mnayomtuhumu mchungaji Mbarikiwa Mwakipesile. Kwa sababu moja, Mbarikiwa ndiye kiumbe pekee katika dunia ya sasa anayeitumia vizuri nafasi yake ya kuishi duniani na kwa weredi mkubwa. 2, ni kiumbe ambaye moyo wake hauna hata chembe ya unafiki, na siku zote hufanya na utaka kufanya jambo lile tu alilotakiwa kufanya, haijalishi lina hatari kiasi gani. 3, lengo na kusudi la mchungaji huyu ni kutaka usawa duniani. 4, hapendi kuona mtu mwingine ajione bora kuliko mwenzake. Anachokitazama ndani yake ni wanadamu wote ni sawa mbele za Mungu. Uliona kosa na madhara yake kwa picha ile ile kwa mtu yoyote, aliyenacho na asiye nacho, mwenye cheo na asiye na cheo, tajiri na maskini, mnyonge na mwenye nguvu na kadhalika. Sasa basi, Mbarikiwa hapambani na mamlaka, bali anapambana na mfumo kandamizi wa kiutawala ulioko duniani unaojaribu kuweka utofauti kati ya mwanadamu na mwanadamu. Dini na siasa vyote kwa pamoja, kazi yake ni kumtengenezea mwanadamu mfumo wa maisha yasiyo na majuto. Nimalize kwa kusema, usimdhalau mtu kabla hajafa, kwa sababu haujui kesho atakuwa nani kwako. Nikukumbushe kwa kusema, wasomaji wa Biblia mtaungana nami kwa habari ya maisha ya Yusufu mwana wa Yakobo ama Israeli, kuwa ndugu zake na hata taifa la Misri walimuona hafai kitu, bali anafaa kuwa mtumwa na mfungwa, lakini ndiye aliyekuja kuiokoa dunia na baa la njaa. Katika vitabu 10 vya Mwanzo, kuanzia Mwanzo 37 mpaka Mwanzo 47, hapo ndipo utaikuta historia nzima ya mwamba huyu aitwaye Yusufu. Amen.